Kwa mfano saizi tuna fursa ya hii agriculture ambayo ya umwagiliaji kule nchini Dubai, ambao tunahitaji demand zaidi ya watu 1000. Kazi hii ni nzuri sana, ina mshahara mzuri, yani dirham 1300 ambao ni sawasawa na 900 Tanzania. Na vile vile wanatoa chakula ni milo 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo ukiona demand ya Dubai inatoa chakula, yani kwanza ni jambo la kushukuru sana. Na tunategemea kufanya usaili unaanza tarehe 13, 14 na 15. Maana 13 na 14 tutafanyia Dar es Salaam, lakini 15 tutakuwepo Zanzibar. Zanzibar itafanyika kwa Mchina mwisho, jengo la bodi ya mikopo, ghorofa 5, ni Gulf, ni hapo tu. Na pia tuna usaili mwingine ambao utafanyika tarehe 11 na tarehe 12. Hii ni housekeeping helper. Hii housekeeping helper na wenyewe na laundry, na yenyewe pia ni demand nzuri sana, ambao pia inatoa chakula na vile vile itakuwa na Dubai. Na wanahitaji watu wengi sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana Tanzania mjitokeze kwa wingi kwa ajili ya hizi demand. Vile vile tuna kazi tofauti, kwa mfano nchi ya Qatar tuna kazi, nchi ya Saudi Arabia tuna kazi, na Dubai tuna hizi kazi za kawaida ambazo zipo tu kila siku, yani ukifika ukitaka kazi unapata, ambao ni housekeeping, security, taxi drivers, aviation loader, aviation cleaner, na general helpers. Hizi ni kazi zipo tu, na kazi hizi ni kwa watu ambao wenye uzoefu na ambao hawana uzoefu, na yani skilled labor and non skilled, yani wale wanaojua Kiingereza na kuna wengine pia hawajui Kiingereza. Lakini vijana tunaomba waje na passport. Wakija na hati ya kusafiria inakuwa vizuri sana, kwa sababu hizi kazi ni za nje. Kwa hiyo unajua kazi za nje lazima uende na passport. Kwa hiyo kigezo kikubwa unakuwa na passport. Na unapokuja kujiregister tunakuangalia na tunajua kabisa huyu ana uwezo gani. Yaani kwa mfano mtu anaweza kuja labda anakuambia niko na bachelor lakini mimi siwezi nikaenda kufanya kazi hiyo. Tunakwambia hata kama una degree ni bora uende ukafanya kazi kule, umalize probation. Ukiwa ndani ya ile nchi husika, wewe ni rahisi kupata kazi kuliko kusubiria hapa usubirie upate kazi. Ni ngumu sana. Yaani ni sawa uwezo ukachagua kazi wakati huna kazi, lakini ukiwa una kazi ni rahisi sana kupata kazi ukiwa kule. Kwa hiyo tumepeleka wasomi sana wengi hizo, na wakifika kule wanajitafutia kazi wenyewe. Vijana wa Tanzania wajitokeze kwa wingi. Sasa hizi nafikiri uoga umeisha. Unajua siku hizi sio kama zamani. Social media ziko sana. Zamani sisi tukianza kupeleka watu, yana hata jinsi kumtafuta mtu unapata shida. Lakini serikali waliweza kuandaa mfumo thabiti, ambao mfumo ni muongozo wa mawakala nchini Tanzania. Nafikiri mliona tulivyo launch pale Dodoma, chini alikuwa Waziri Ridhiwani Kikwete. Ule mfumo wa mawakala nchini Tanzania unaelezea kila kitu pale. Na ina maana agent yoyote yule ambaye yuko registered, naamini kabisa hawezi kwenda kinyume na mataka ya nani. Unajua zamani tulikuwa tunaenda kwa mfano Taesa pale, unaenda unapeleka tu picha, unapewa kibali saa hiyo hiyo. Lakini walivyoona changamoto nyingi, kama mnakumbuka tulifungiwa zaidi ya miaka 4 enzi za Magufuli, kwa hiyo wakawa wanabadilisha mfumo, wafanyaji watu wakienda kule wasipate shida, wasipate changamoto. Kwa hiyo tuna link, yani sasa tuna link na immigration, tuna link na ubalozi husika, na tuko very connected na serikali ni waratibu wetu. Kwa hiyo naona tunaendelea vizuri. Wanasema kwamba kawia ufike. Unaona kama usangile unasikia wanakuambia Kenya, Tanzania tuko nyuma sana, au wenzetu wa Kenya wako mbele, lakini sio. Sasa hizi mataifa mengi wanataka wa Tanzania, wanataka kujua Tanzania wanafanya nini. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.